Haya ni baadhi ya majengo ambayo Irani imeyashambulia jana jioni katika mji wa Israeli, ambako Irani imefanya mashambulizi katika miji ya makazi ya watu na kuleta athari kubwa katika mji wa Israeli, ambapo watu zaidi ya 100 wengine wameuawa na wengine kujeruhiwa. Unaweza ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Usiku wa kuamkia leo, Irani imeifanyia Israeli shambulizi kubwa zaidi tangu kuanza kwa vita baina yao, na moja kati ya shambulio hilo baya ambalo limelenga mji wa miundombinu ya nyuklia wa Dimona na eneo la Aradi limejeruhi zaidi ya watu 100, huku wengi wao wakiwa katika hali mbaya, huku mamlaka za uokoaji zikiendelea kutafuta miili mingine katika majengo yaliyoharibiwa vibaya na makombora ya Irani. Irani imerusha makombora makubwa ya kilo 450, ambapo mawili yamefanikiwa kupenya mifumo ya ulinzi wa anga ya Iron Dome na kulenga makazi ya watu. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu jana jioni alilaani shambulio hilo na kusema, hii imekuwa ni jioni ngumu sana kwetu katika mapambano kwa ajili ya mustakabali wetu kwa sasa, na ninatoa wito kwa kila mtu kufuata maelekezo ya tahadhari yanayotolewa na mamlaka za ndani. Tumedhamiria kuendelea kuwashambulia maadui wetu katika pande zote. Haya ni baadhi ya majengo ambayo Irani imeyashambulia jana jioni katika mji wa Israeli na kuleta athari kubwa katika mji wa Israeli, ambapo watu zaidi ya 100 wengine wameuawa na wengine kujeruhiwa. Lakini pia Trump ameipa Irani saa 48 kufungua njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya Strait of Hormuz, akionya kuwa kushindwa kufanya hivyo kutasababisha mashambulizi makali dhidi ya miundombinu ya nishati ya taifa hilo. Kwa mujibu wa kauli hiyo, Trump amesisitiza kuwa Marekani iko tayari kushambulia na kuharibu kabisa vituo vya uzalishaji wa nishati ya Irani iwapo hatua ya kufungua njia hiyo haitachukuliwa kwa haraka. Kauli hiyo imeongeza mvutano mkubwa katika kanda ya Mashariki ya Kati ambayo tayari inakabiliwa na mapigano makali. Kwa upande wake, msemaji wa jeshi la Irani amejibu kwa onyo hilo kuwa iwapo Marekani au washirika wake watajaribu kulenga miundombinu ya mafuta na nishati ya Irani, basi Irani italenga moja kwa moja miundombinu muhimu ya Marekani na Israeli katika eneo hilo. Lakini pia Irani imeeleza kuwa malengo yake yanaweza kujumuisha sekta za nishati, teknolojia ya habari na hata miundombinu ya maji, jambo linaloonyesha kuwa mzozo huo unaweza kuathiri si tu shughuli za kijeshi bali pia huduma muhimu za kiraia katika nchi husika. Hali hii inakuja wakati njia ya Hormuz ikiwa imeathirika kwa kiasi kikubwa, hali inayosababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani na kuathiri uchumi wa kimataifa. Njia hiyo ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi, hivyo kufungwa kwake kuna athari kubwa kwa soko la nishati. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wameonya kuwa kauli hizi za pande zote zinaweza kusababisha ongezeko la hatari ya vita ya wazi, hasa ikiwa hatua za kijeshi zitatekelezwa. Aidha, vitisho vinavyolenga miundombinu muhimu itaongeza hatari kwa raia na mazingira na vinaweza kupelekea mgogoro wa kupanuka zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati.